Burkina Faso imechukua hatua kubwa ya kisiasa ambayo imevutia hisia za wengi duniani. Serikali ya kijeshi iliyochukua madaraka baada ya mapinduzi ya mwaka 2022 imefuta vyama vyote vya kisiasa nchini humo. Uamuzi huu unaenda sambamba na hatua zingine za kubadilisha taasisi za demokrasia, ikiwa pamoja na kuondolewa kwa chombo huru cha uchaguzi na kusitishwa kwa mipango ya uchaguzi wa kiraia kwa wakati uliotangazwa awali. Hatua hii ni sehemu ya mchakato wa kuanzisha mfumo mpya wa kisiasa na kudhibiti mgawanyiko wa jamii. Miongoni mwa vyama vilivyofutwa ni New Era for Democracy au NTD na Union for Progress and Reform, inajulikana kwa kifupi kama UPC. Vyama hivi viliamriwa kufutwa Januari 29, 2026 kwa sababu serikali iliona kwamba mfumo wa vyama ulileta mgawanyiko badala ya mshikamano kwa taifa. Malengo ya kufutwa ni pamoja na kuondoa ushawishi wa kisiasa uliokuwa ukichangia mgawanyiko wa kikabila, kiitikadi na kijamii. Hatua hii pia ina maana kubwa kwa demokrasia nchini Burkina Faso. Uchaguzi wa kiraia unasitishwa kwa muda, mali na rasilimali za vyama vilivyofutwa zinahamishiwa serikalini na raia wanashuhudia mabadiliko makubwa katika mfumo wa kisiasa. Serikali ya kijeshi inasema hii ni hatua ya kuanzisha mfumo mpya ambao utaleta mshikamano na utulivu kwa taifa. Hivyo basi taifa la Burkina Faso lipo kwenye kipindi cha mabadiliko makubwa. Swali kubwa kwa sasa ni je, hatua hizi zitaleta demokrasia mpya au utawala wa kijeshi utaendelea kudhibiti masuala ya kisiasa? Hii ni historia inayotokeza mbele yetu na dunia yote inafuatilia kwa makini kujua mustakabali wa siasa za Burkina Faso.